Okay, nam. Tunaanza historia yetu tena kwa mara nyingine, mpenzi msikilizaji, na leo nakuletea kitu hiki hapa kipya kabisa, mpenzi msikilizaji. Hakika haujawahi kukisikia wala kukipata mahali popote pale, na hii itakuwa mara yako ya kwanza kabisa kukisikiliza kitu hichi, na kitakupa mafunzo makubwa sana, kwa sababu siku zote tumekuwa sisi kwa ajili ya kufundisha watu na kujifundisha sisi sote kwa pamoja, kwa sababu tunapojifundisha tunapata kujuzana mambo mengi na pia tunafahamishana vitu vingi ambavyo hatuvifahamu. Hakika ikiwa unanisikiliza kwa makini, utapata kujifunza vitu vingi sana kupitia chaneli zetu, kwa sababu tunafanya yote haya kwa ajili ya kukufurahisha, mpenzi msikilizaji. Na leo nakuletea chuma hili hapa jipya, ambaye kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Filimoni. Filimoni alikuwa na mke wake mpenzi, ambaye huyo mke wake alikuwa anamuita Jenifa, na Filimoni na Jenifa walikuwa wanapendana sana. Lakini pia Filimoni alikuwa ana rafiki yake ambaye anamuita James. James yeye naye alikuwa pia na mke wake, lakini watu hawa walikuwa ni marafiki walioshibana sana, na pia walikuwa wanapendana sana, na ni marafiki yani wasiri wa kutuziana hadi siri. Lakini kabla sijakuelezea marafiki hao wa Filimoni pamoja na James, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa, na hakika hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Na yote haya tunafanya kwa ajili ya kukufanya wewe mpenzi msikilizaji uendelee kuenjoy na kufurahia kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa. Basi tunamuona bwana Filimoni akiwa na mke wake ambaye walikuwa wanapendana kiukweli, na yule mwanamke alikuwa na tabia moja. Kila anapotembea katika kazi zake na anapoenda katika ofisi zake huko, kila anaporudi huwa anapenda kumhadithia mume wake, yani wanaume ambao wamekutana nao, yani kama mwanaume amemtongoza, basi yeye huwa anamfikishia mume wake na kumwambia, mume wangu leo bwana fulani kanitongoza. Lakini pia tabia hiyo alikuwa akienda kumweleza James. Filimoni alikuwa anamwambia James kwamba, James bwana, mimi mke wangu namuamini sana, kwa sababu kila kitu yani atakachokifanya lazima aje aniambie, na hata mwanaume akimtongoza anakuja kuniambia, huwezi amini. Basi James alimshauri tu akamwambia, lakini ndugu yangu, hicho kitu ni kibaya sana, kwa sababu wanawake huwa sio wa kweli. Mwanamke hawezi kukwambia ukweli. Hivi unafahamu kuwa mwanamke anapotembea katika matembezi yake anatongozwa na wanaume wangapi? Na unajua hao wanaume wote wanayemtongoza, je, atakuja atakwambia? Kumbuka, anapokuja kukwambia kwamba kuna mwanaume fulani amemtongoza, basi ujue kwamba huyo hampendi, amemkataa. Lakini kama atampenda na yeye mwanaume atakayemtongoza naye akampenda, hawezi kuja kukuambia kwamba eti mwanamume fulani kanitongoza na nikamkubalia. Kwa hivyo usipende sana kumwamini na usipende sana kusikiliza vitu vyake. Lakini yeye bwana Filimoni alimwambia, hamna bana, huyu mimi mke wangu namwamini sana, na hakika hawezi kunichiti kwa sababu ananipenda sana, na ndio maana kila mwanaume anayemtongoza anakuja kuniambia. Akamwambia basi sawa, lakini hayo yote ni maisha, tutakuja kuona hapo mbele itakuwaje. Endelea kumsikiliza na kumwamini, yote ni heri. Basi bwana James alikuwa na mke wake na yeye, lakini mke wake alikuwa ni mtaratibu sana. Siku moja alikuwa ametoka Filimoni na James alikuwa ametoka amesafiri. Baada ya kusafiri, siku anarudi, hakuamini alichokuja kukikuta katika nyumba yake. Alifika na kukuta mlango uko wazi ukiwa umeegeshewa, kwa sababu alikuja ziara la ghafla, hakumwambia mke wake kama anakuja. Alipofika, hawezi amini, alimfumania mke wake akiwa na mwanaume ndani, na pale pale alipomfumania, hakika hakuongea chochote. Aliingia ndani na kumwambia tu yule mwanamke, naomba utoke. Yule mwanaume ambaye aliyemfumania naye akamwambia, naomba utoke. Yule mwanaume alikuwa na wasiwasi sana. Alipokuwa na wasiwasi akasema, sasa kama huyu ananiambia nitoke, ana maana gani? Au anataka nitoke anivizia nipige? Jamaa alivaa nguo zake na kuondoka. Baada ya kuondoka, basi ndipo aliponyamaza kimya, na akamwambia mke wake, vipi? Akamwambia mke wake akamwambia fresh, lakini huku akiwa anatetemeka na uoga mwingi ukiwa umemjaa na hofu. Lakini yule bwana James yeye hakuongea chochote, akaendelea kutulia zake tu, akaenda akaoga maji akatulia zake ndani, hakuongea chochote wala nini. Baada ya kukaa siku moja ya pili ilivyoisha,
Mwanamke alikuwa na mawazo na kutetemeka kila siku, akiwaza kwamba labda ni nini huyu mwanaume amekipanga kunifanyia. Mbona amekuwa mkimya, hawezi kunifanyia chochote, wala hajaniuliza kwa nini nimekufumania na mwanamume, wala hajaniambia imekuwaje mpaka umenisaliti. Yaani amekuwa mkimya, anamaanisha nini? Ilipofika siku ya 3, mwanamke aliogopa na kuhofu, akajua kwamba huenda anaweza kauawa hata usiku, kwa sababu kwa ukimya huu sio mzuri. Ilibidi aondoke na kuelekea kwao mwenyewe bila hata kufukuzwa. Kutoka hapo, yani bwana James akawa hamwamini kweli mwanamke yoyote, na ndio maana hata rafiki yake anapokuja kumweleza kwamba mke wangu mimi anakuja kuniambia mwanaume akimtongoza, yeye anakuwa haamini kabisa, na wala hataki kusikia kabisa hilo jambo, kwa sababu anaamini wanawake wote tu ni waongo, kwa sababu wameshamtendea kitu kibaya na huyu mwanamke amemfumania akiwa ana mwanaume ndani, tena kwenye kitanda chake. Hivyo akawa hamwamini mwanaume yoyote kabisa. Anaona kama wanaume wote ni waongo, wanawake wote ni waongo tu, yani wote ni waongo, yani kwamba hawana mapenzi ya kweli. Anaweza akakuahidi anakupenda, lakini kumbe hamna lolote. Huku nyuma ukitoka tu anakuchiti kama kawaida. Wanawake wote ni waongo. Ndivyo alikuwa akiamini bwana James. Basi siku hiyo akawa ametoka zake katika matembezi yake. Mara ghafla akaona simu inaita. Akaitwa kwao huko ukweni. Alipoenda ukweni, akakuta yule binti, yule mwanamke ambaye alikuwa ni mke wake. Baada ya kufika kule, baada ya kukaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, akawa wazazi wanamuhimiza na kumwambia rudi nyumbani. Yeye hakutaka kurudi na wala hakueleza tatizo gani. Akamwambia, mbona mume wako hajatupa taarifa kama unakuja huku? Wewe imekuwaje umekuja halafu hutaki kusema umeletwa na nini, wala hutaki kusema shida yoyote? Basi yule mwanamke kule aliamua kuchukua maamuzi magumu na akaamua kujiua kwa sababu ya ile hofu na uoga na kutetemeka kwake. Alishindwa awaeleze nini wazazi wake, akaamua kujiangamiza na kunywa sumu akafa. Basi ndipo bwana James alipoitwa kule kwa wakwe. Alipofika aliambiwa alikuta tu msiba, na alilia sana na kusikitika. Akasema, mke wangu kwa nini amejua, na wakati mimi nilikuwa nampenda sana? Sikutaka nimuulize wala sikutaka nimwambie chochote. Kwa nini amechukua uamuzi mgumu hivi? Kwa nini ameamua kufanya maamuzi magumu kama haya? Mimi sikutaka kumuuliza kwa sababu sikutaka kumkwaza wala sikutaka kumsumbua. Basi alihuzunika na kulia sana kwa mapenzi mazito aliyokuwa nayo kwa mke wake, lakini mke wake ndio hivyo, ameamua kujiua kwa kuwa ameogopa kwamba mume wake hakumwambia mtu kitu chochote wakati amemfumania, na pia amerudi nyumbani hakumfuata kwamba kuja kumfuata hata kuna shida gani. Akawa ametulia, na kule wazazi wakawa wanamsumbua kwa kumwambia rudi, kwa nini umekuja huku kwa mume wako, umeaga kwa mume wako, umemwambia nini, au kuna taarifa gani ambayo imekufanya mpaka uje huku? Alipoona wazazi wanambana na ameshindwa cha kujitetea na kumweleza lolote, ilibidi ajiue tu kwa sababu ya kuficha ile aibu yake ambayo imempata. Sababu alihisi kama mume wake laiti angekuja angemweleza hili jambo, wazazi wake angeona aibu sana na angejisikia uchungu. Akaamua kujipoteza maisha yake. Basi bwana James alilia sana na kusikitika na kusema kwamba hakika nilikuwa nampenda sana mke wangu, kwa nini amechukua maamuzi magumu kama haya? Basi walifanya taratibu za kimazishi na wakamaliza mazishi. Basi akarudi akaendelea na majukumu yake. Wakati huo tunamuona bwana Filimoni, yeye kila siku na mke wake Jennifer alikuwa akimwambia matatizo yote yanayotokea. Kila akifanya kitu na mtu huko akitongozwa nini, anakuja anamwambia. Lakini bwana James alimwambia, ndugu yangu, wewe kweli unaambiwa na mke wako kwamba fulani anakutongoza, sijui fulani ananitongoza, usimwamini sana mwanamke. Wanawake sio kuwachukulia zamana kiasi hicho. Mimi nakwambia simwamini mwanamke hata kwa shilingi 10, yani hata bure simwamini, kwa sababu wanawake ni watu waongo sana. Bwana Filimoni alimwambia, bana wewe kama ni waongo ni mke wako, mimi mke wangu sio muongo. Mimi mke wangu ananiambia kila kitu, yani chochote atakachokifanya lazima aje aniambie. Hata akitongozwa huko anakuja kuniambia kwamba fulani kanitongoza hivi na hivi na nikamkatalia. Akamwambia, lakini mimi nakwambia kwamba endelea kukaa na kuamini hivyo, ipo siku utakuja utaniamini. Akamwambia, hapana, mimi mke wangu namwamini sana. Basi alimwambia, sawa, kama unamwamini mke wako haina shida. Yeye bwana James aliendelea na maisha yake, akawa anaendelea tena, hana mke, akawa anaendelea tu kupiga mishe zake kama kawaida na maisha yanaenda, na alikuwa karibu sana na rafiki yake kwa sababu alikuwa ni rafiki ambao wanabadilishana mawazo huku na kule. Lakini bwana James yeye alikuwa akimwangalia tu Filimoni na menendo yake anavyoenda, kwa sababu alikuwa mara kwa mara akimhadithia sana sifa nzuri za mke wake, na alikuwa akishangaa sana kwa nini bwana Filimoni anamwamini sana mke wake. Basi siku hiyo ilibidi Filimoni afanye namna moja ya kutaka kujua kama je kweli mke wake huwa anamwamini au anachomwambia ni cha kweli.
alienda kukaa na rafiki yake akamshauri, akamwambia, rafiki yangu, naomba nishauri kitu kimoja. Nataka nimfanyie mtego huyu mke wangu, mtego wote ambao na uwezo tu wa kumfanya nimfahamu tu katika tembea zake na mwenendo yake anavyofanya. Basi James akamwambia, basi sawa, nitalishughulikia hilo, nitakufanyia kazi moja, nitakuja nitakupa kitu ambacho kitakufanya ujue haraka au kufahamu vitu anavyovifanya mke wako. Basi bwana James alienda akamtafutia kinasa sauti ambacho kinaweza kukanasa sauti yote anayoongea, na akawa amempa na akamwambia, mtegee mke wako mahali popote, kama ni kwenye nguo au kwenye pochi anayopenda kutembea naye au sehemu yoyote, hata kama ni kwenye wigi lake, popote utakapoweza kumwekea hichi kinasa sauti, alafu utakuwa ukisikiliza maongezi yote ambayo anaongea kutwa nzima atakapotembea, utakuwa ukisikiliza. Basi ndipo hapo alipomtegea kile kinasa sauti. Baada ya kumtegea kile kinasa sauti, mke wake akawa ameenda sikio kazini bila kufahamu kwamba amewekewa kinasa sauti katika kofia alikuwa ameivaa. Alipofika kule katika kazi zake, akati anafanya mishughuliko yake, alikutana na wanaume zaidi ya 10, wote walikuwa wakiwa wanamtongoza na wanamhitaji. Lakini katika hao wanaume 10, wapo ambao waliwakataa na wapo ambao waliwaahidi kwamba wasubirie majibu. Lakini jamaa alikuwa akisikia kila kitu. Siku hiyo aliporudi akamwambia kwamba kuna fulani na fulani amenitongoza. Alitaja wanaume 2 tu ambao wamemtongoza, wakati kumbe kuna wanaume karibu 10 wamemtongoza, na mwanaume alikuwa akisikia kila kitu. Ndipo mwanaume alipovunjika moyo na kuacha kumwamini sasa mke wake. Akasema, kweli rafiki yangu alichokuwa ananiambia ni cha sahihi, ametongozwa na wanaume 10 lakini amekuja kuniambia 2. Ina maana kwa kuna vitu ambavyo kumbe ananificha. Huenda kumbe huu ukweli wake anaoongea kwangu si wa kweli, yani huu ni njia ya kuficha maovu yake. Yani anaelezea kwa kusema kwamba ametongozwa na wanaume, kukuelezea wewe mwanaume wake kwa ajili ya kuficha maovu yake, ili umuamini, ili ujue kwamba mke wako hakuchiti. Kumbe ni anakuchiti tu, ila anaficha maovu yake kupitia ukweli anayokuambia. Basi ndipo alipokuwa hamuamini tena, akawa sasa anaanza kumwinda na kumfuatilia huku na huku. Mwanamke alilitambua hilo Jennifer kwa kujua kwamba mume wake Filimoni sasa hivi anamfuatilia. Baada ya kutambua hilo, alianza kugombana naye na kumwambia, kwa nini unanifuatilia? Ina maana hauniamini, si ndio? Akamwambia, hapana, nakuamini, lakini mimi sio nakufuatilia, mimi nilikuwa na mambo yangu tu. Lakini kumbe alikuwa anamfuatilia. Mpaka sasa ilifikia akienda kuchota maji kisimani, basi Filimoni alikuwa akimfuatilia nyuma na kumfuata aone mwanaume anayeongea naye ni nani. Ingawa alikuwa anasikia sauti katika vile vinasa sauti alivyokuwa ametega, lakini alitaka afahamu ukweli na mwanaume anayeongea naye ni nani ili aweze kumjua. Ndipo mwanamke alipomwambia, kama unaendelea kunifuatilia na kunisumbua hivyo, iko siku nitakuja kufanya kitu kibaya ambacho utakuja kuamini. Hakika nitafanya sasa kweli, kwa sababu unanifuatilia sana. Akamwambia, mimi sikufuatilia. Na kufuatilia kwa sababu gani? Akasema, unifuatilia wakati mimi kila siku hivi nikienda mashineni na kuona, nikienda kisimani na kuona, nikienda kwenye kuni na kuona. Ina maana wewe umekuwa ukinifuatilia kila mahali. Sasa je, nitakuelewa vipi? Wakati kila mahali kipindi cha nyuma mbona nilikuwa kila nikienda mahali siwezi kukuona, lakini trip hii kila nitakapoenda mahali lazima nikuone, na nakuona kama unanifuatilia kabisa. Unakataa nini? Filimoni alikataa, akamwambia, mimi sijakufuatilia wala hata sikuwa na wewe, kwa sababu mimi nilikuwa na mambo yangu na nilikuwa napita tu njia nikakuona bahati mbaya, au kosa langu kuja kukusalimia. Akasema, hapana, wewe ulikuwa ukinifuatilia. Na sasa hivi umekuaje? Sijui umebadilika, yani umekuwa hata uniamini. Kila ninachokuambia unakuwa uniamini. Iko siku mimi nakuja kuvuliwa chupi na wewe mwenyewe na nikaenda kufanya mapenzi. Filimoni akamwambia, hicho kitu hakitaka kikawezekana hata siku moja. Akamwambia, nakwambia, yani iko siku moja nitakuja nitavuliwa nguo ya ndani na wewe mwenyewe na nitaenda kufanya mapenzi na mwanaume bila kuamini, hata utojua kama nimefanya mapenzi. Ndipo Filimoni alipomwambia, huo sasa utakuwa ni utani, huwezi kufanya kitu kama hicho na nisijue. Akamwambia, sawa, wewe endelea kunifuatilia. Wewe si unaniwinda, si unanifuatilia kila mahali, wewe endelea kunifuatilia. Lakini katika zile kinasa sauti alichokuwa akiweka Filimoni, alikuwa akisikia maongezi yote na wanaume wote wanayemtongoza. Yaani wengine ndio anawakubalia kabisa, lakini akienda nyumbani anasema kwamba ametongozwa na mwanaume fulani, amekataa. Unajua mwanamke anapotembea kwa siku anaweza katongozwa na wanaume hata 20 hata 30. Lakini sasa ni hiari yake kukubali au kukataa, au kumjibu mtu kwamba nisubirie majibu nikufikirie au nifanyaje. Wanawake wengi huwa wako hivyo. Mwingine anaweza akamwambia nisubirie nikufikirie, mwingine anaweza akamwambia nitakupa jibu, mwingine anaweza akamwambia akamkubalia papo kwa papo. Na yani hivyo, yani wanawake wengi ndio jinsi wako katika design hiyo. Na usikubali kuambiwa mwanamke kitu akakuaminishia na ukaamini kweli kwamba mwanamke wangu ni mkweli. Hapana, wanawake ni waongo.
Basi Filimoni akawa anaendelea kumfuatilia mke wake huku na huku akiendelea kumfuatilia. Lakini tunamuona bwana James akiwa amekaa naye siku moja, Filimoni akiwa anaongea, akamwambia vipi, bado unamwamini mke wako kwa jinsi anavyokuambia kwamba katongozwa na fulani na ukaamini? Akaambia hapana, nashukuru sana rafiki yangu, ulichokuwa ukiniambia ni sahihi kabisa. Simuamini sasa hivi hata pointi moja yani. Akamwambia imekuwaje tena? Wewe ndio ulikuwa unasema unamwamini sana mke wako na nilikwambia kwamba wanawake ni waongo. Lakini wewe ukajidai kwamba unamwamini na unampenda sana mke wako. Na mimi nilikuwa nikiangalia tu hili. Je, umeamini sasa? Akasema kwa kile kinasa sauti nilichomwekea, kila kitu anachokisema anachokiongea na watu huko nasikia. Wanaume wengi wakiwa wakimtongoza, wengine anawakubalia na wengine anawaahidi na wengine pia anawakatalia, lakini hao anayowakatalia ndio anayekuja kuniambia. Unakuta anatongozwa na wanaume zaidi ya 10 au hata 5, lakini anakuja kusema kwamba hajatongozwa. Na anakuja kusema katongozwa na mwanamume mmoja tu. Kumbe ni muongo tu. Kwa hiyo mimi sasa hivi simuamini kabisa, yani amekuwa ni muongo sana. Na mara zote sasa hivi nimekuwa yani hata akiongea jambo lake hata siwezi kumsikiliza kwa sababu najua ananidanganya. Sababu watu wamekuwa ni waongo sana sasa hivi. Hivyo baada ya kumwambia hivyo, akamwambia mimi nilikwambia siku zile rafiki yangu kwamba wanawake sio wa kweli, na usije ukamwamini mwanamke na ukampa 100%, kwa sababu mwanamke anaweza kukuongopea kitu hapa ukajua kabisa ni kweli, kumbe ni muongo. Akasema kwa hiyo mimi nimekuamini rafiki yangu 100%, na sasa hivi namfanyia uchunguzi tu, ngoja tu iko siku nitamkamata. Na nitajua tu siku moja, ipo siku tu nitamkamata, yani haina noma, nitamchunguza kwa kila noma, yani kila kitu. Siku hiyo alikuwa mwanamke ametoka zake na kwenda ofisini kwake. Baada ya kwenda ofisini, akawa amefanya kazi zake amemaliza. Wakati anarudi akasimamishwa na bwana mmoja, akaanza kumtongoza. Wakati anamtongoza, jamaa akiwa ananasa masikioni, ananasa kila kitu katika ile headphone zake alizokuwa ameweka, akawa anasikia kila kitu kinachoendelea na akawa anaendelea kufuatilia na akitaka kufahamu kwamba ni nani huyu mwanaume. Baada ya kufika pale alipomkuta tu akamfumania akiwa anaongea naye, lakini hakukuta wakiwa katika situation mbaya, walikuta tu wamesimama wanaongea. Akamwambia je, huyu ni nani unayeongea naye? Akamwambia huyu ni mfanyakazi mwenzangu. Akamwambia ni mfanyakazi yupi? Wakati mimi nilikuwa naona kabisa mnaongea kama vitu tofauti. Akamwambia kwa nini wewe wafanyakazi wangu wote unawajua? Hivi kwa nini siku hizi Filimoni umekuwa hivyo ajabu namna hii? Kwa nini umekuwa ukinisumbua na kunifuatilia kila siku? Na maana umefikia kipindi hatuaminiani kiasi hicho. Kwa nini usifanye mambo yako kama mwanaume, unakuwa unanifuatilia? Na maana mimi nikitaka kufanya wewe utaweza kunilinda? Kwa sababu hiki kitu natembea nacho mwenyewe na muda wote natembea nacho. Je, muda wote utaweza kunilinda? Hata nikienda kuoga utanifuata? Kuwa makini bana na ujielewe na ujiamini basi. Hii kitu mimi natembea nayo mwenyewe na uwezo wa kufanya chochote nikiamua. Sio unanifuatilia kwa kiasi hicho. Umekuaje siku hizi? Mbona umekuwa ukinifanyia mambo ya ajabu ajabu siku hizi hata sikuelewi? Aligomba sana yule mwanamke ambaye ni Jerifa, lakini pia mpenzi wake Filimoni akamwambia usijali, mimi nilikuwa naanguliza tu, lakini kwa sababu umenikatalia na kuniambia huyu ni mfanyakazi mwenzako, haina shida. Mimi nitakuacha uendelee kuongea na mfanyakazi wako, sio mbaya, mfanyakazi mwenzako huyu, basi mimi acha niondoke. Aliporudi nyumbani, pia mwanamke alikuja akiwa na hasira sana. Akamwambia katika siku umenikera ni leo, yani umeniuzi sana. Wewe ni wa kunifuatilia mimi, unanifuatilia kabisa hapa na hapa, ina maana unanifanya mimi kama vile ni mtoto mdogo. Au kati unanioa unikuta kama mimi bikra. Mimi umenikuta nikiwa najua wanaume. Ina maana wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza. Kwa nini unanifuatilia kiasi hicho? Ina maana mimi nikitaka kufanya jambo langu naweza nikafanya na hata usifahamu. Na ndio maana nilikwambia siku moja utakuja kunivua nguo ya ndani mwenyewe na nikaenda kufanya mapenzi na mtu. Akamwambia lakini mimi nilikuwa nakufuatilia, sio kwamba nilikuwa nakufuatilia kwa nia mbaya. Nakupenda mke wangu, ni wivu. Akamwambia wivu gani sasa wewe akipumbavu unanifuatilia mpaka kila sehemu, kila kona nitakapoingia unanifuatilia. Mwisho wa siku hata nitakuja kuingia chooni sasa unifuate. Mambo gani hayo unayafanya bana? Kuwa mtu mzima bana. Vitu unavyonifanyia mimi sijapenda. Hata kama ni mapenzi sio hivyo. Sasa kama ni wivu wako umezidi, mbona mimi sikufuatilia? Mbona mimi nimekuachia uhuru? Kwa nini mimi sikufuatilia lakini wewe unakuwa ukinifuatilia? Alikoloma sana na kugomba sana Jenifa. Na pia Filimoni akamwambia basi kama nimekukosea naomba nisamehe, lakini sikuwa na maana mbaya. Ni wivu tu wa kimapenzi ulikuwa ukinisumbua na ndio maana nikawa nakufuatilia. Na pia kumbuka mimi nakupenda na wewe ndio mke wangu naye kujali na kuthamini. Hivyo siwezi kukubaliana na mwanaume mwingine yote akakuchezea au akakuingilia. Kwa sababu mimi ndio mume wako unayekupenda, kwa nini unisaliti? Akamwambia sasa mimi nakusalitije wakati wewe ni mume wangu na mimi najua kwamba nimeolewa? Na kwa nini kila siku nikitongozwa na mwanaume nakuja kukuambia? Si kwa sababu nakupenda na kuamini. Alipoongea hivyo Filimoni alibadilika kidogo na kuwa na hasira. Alitaka kumwambia kwamba nasikia maongezi yako yote unayoyasikia, lakini akaamua kujikaza kiume, akaamua kujikaza kisabuni na akaamua kunyamaza na kuvumilia hiyo.
akasema hii acha ipite kwa sababu inaniuma sana. Basi yule mwanamke alipomaliza kuongea pale wakawa wamelala. Asubuhi akaamka na kwenda zake kisimani na kuchota maji. Baada ya kumaliza kuchota maji akafanya usafi wake akamaliza na akaondoka na kumwaga mume wake akiwa anaenda kazini. Lakini bado pia Filimoni akiwa na mawazo, akiwa anahuzunika na kutaka kumfuatilia, lakini anashindwa. Anajua kwamba mume wake atakapomuona, mke wake atakapomuona, ugomvi utaendelea ndani ya nyumba na kutakuwa hakuna amani. Na hakika amani siku hizi imekosekana. Sio tena ule upendo wa zamani ulikuwa wakipendana kwa dhati. Yaani imekuwa sasa hivi ni kama ugomvi ndani ya nyumba kwa sababu tu ya kufuatiliana na wivu wa mapenzi. Lakini baada ya hapo aliendelea kumfuatilia kidogo kidogo na taratibu huku akiendelea kumwelezea rafiki yake kila tukio linalotokea. Na James alikuwa akimwambia kwamba mimi nilikwambia tu iko siku utakuja kujua kwamba uongo wa mke wako uko wapi. Na nafikiri sasa hivi umeshaniamini. Sasa kazi kwako, utajua mwenyewe, kusuka au kunyoa, chagua moja. Basi jamaa aliendelea kutulia tu na kusema sasa ngoja nikae zangu nimwangalie huyu mwanamke mwisho wake ni nini, kwa sababu anamsikia kila kitu. Na kama siku tu ataondoka na kujiroga akaenda hata guest, kwa sababu na kinasa sauti ninachosikiliza, basi nitamfuatilia nyuma mpaka nitaenda kujua hiyo guest ambayo wameingia, kwa sababu lazima wataongea kati wanapanga, ataambiwa tu ataenda guest gani, na nitasikia na nitamfuata na nitaenda kumfumania na siku hiyo atoka akaamini. Kwa hivyo ikaa kila siku akirudi jioni anakitoa kile kinasa sauti kwenye sehemu alipokiweka ili asije akasanuka mwanamke, lakini asubuhi kabla hajaondoka anamtegeshea tena katika zile nguo anazovaa, au kama ni kofia au kama ni viatu, kila mahali alipokuwa akiamua kumtegeshea anamtegeshea kile kinasa sauti kwa ajili ya kuweza kunasa sauti zote na kila sehemu alipokuwa akienda. Lakini siku moja mwanamke alikuwa amerudi nyumbani akiwa ana hasira sana, kwa sababu ameshaona kwamba mume wake amekuwa akimfuatilia na kumsumbua sana. Siku hiyo kama ana mpango wake ambao ameupanga, lakini hakutaka kumshirikisha mumewe. Aliamua tu kusema sasa ngoja nimuoneshe kwamba mwanamke sio wa kumlinda, wala mwanamke sio wa kumfuatilia, wala mwanamke unabidi umwache tu uhuru. Aliamua sasa kuonesha mwanamke wake, kumuonesha kwamba yeye ni mwanamke na anaweza kufanya chochote bila kuzuiwa na mtu yoyote. Aliporudi nyumbani siku alikuwa na hasira sana. Mume wake alimuuliza kwa nini mbona leo una hasira sana, umekasirika hivyo? Akamwambia naomba achana na mimi. Hakuongea naye chochote, aliweza tu kulala kimya bila hata kumuongelesha kitu chochote, kwa sababu alikuwa na hasira sana. Maana sasa hivi ameona kama mume wake anamfuatilia sana na hamuamini kwa kila jambo analomwambia. Lakini baada ya hapo Filimoni alienda kwa rafiki yake James akamwambia, mke wangu huwezi amini jana amekuja akiwa na hasira sana, hataki hata kuongea na mimi. Akamwambia unapokuwa unamfuatilia mke wako lazima awe na hasira, kwa sababu wanawake wengi huwa hawapendi kufuatiliwa, na wanawake wengi ukitaka kufanyia kitu kibaya ni ukimfuatilia. Wanawake wanapenda kuachiwa uhuru, wanapenda sana kuwa na uhuru. Yaani mwanamke anaweza kukuheshimu anapokuwa uhuru, lakini unapomfuatilia huwa wanawake wengi wanawehuka na kufanya vitu ambavyo hawajategemea kufanya. Hata mwanaume pia, mwanamke unapomfuatilia mwanaume na kuwa unamkemea kila mara na kumgombeza na kuhisi kuwa anakutendea vibaya au anakuchiti, basi mwanaume huwa anaamua kufanya sasa makusudi, kwa sababu hapendi kufuatiliwa. Hakuna mtu anayependa kufuatiliwa. Mtu ajiamini mwenyewe na ajilinde mwenyewe binafsi. Lakini unapomfuatilia na kumlinda huwa ni ngumu na ni rahisi sana mtu kufanya jambo ambalo haujategemea kulifanya. Basi siku hiyo sasa mwanamke akawa ameamua kufanya mpango kazi wake, akawa anaamua kufanya taratibu zake ambazo anaamua kuzifanya ili aweze kumkomoa mwanaume huyu, kwa sababu amekuwa akimfuatilia sana. Na Filimoni yeye hajafahamu mwanamke ana mpango gani, na wala alikuwa hafahamu kinachoendelea. Yeye alikuwa anajua tu kwamba mke wake bado anaendelea kumpenda na hajui chochote. Kumbe mwanamke alikuwa ameshafahamu kwamba mume wake sasa anamfuatilia sana. Hivyo sasa atafanya mpango mbinu wa kuweza kumbainishia kwamba yeye ana uwezo wa kufanya kitu chochote na mwanaume hawezi kumzuia. Basi wakati Filimoni amerudi zake nyumbani, ametulia, amekaa zake, ndipo mwanamke alipokuja siku akawa amenunua vitu vyake na mazaga yake, amekuja naye nyumbani. Baada ya kufika nyumbani akamsalimia tu kwa upendo na mapenzi mazuri tu kama akiwa na furaha. Akaweka vitu vyake pale ndani. Ilipofika jioni akaanza kufanya maandalizi yake ya kupika kama unavyojua mwanamke kupika. Lakini siku hizi akawa hamwambii kwamba fulani kanitongoza wala nini. Na mbaya zaidi, kile kinasa sauti siku moja alipokuwa ameenda mwanamke kuchota maji, bahati mbaya sijui kikaa kimedondokea sehemu gani ambako alipokuwa akitegeshea yule jamaa, akawa hajajua kimedondoka sehemu gani. Kumbe alikiweka vibaya, kikaa kimedondoka. Kwa hiyo kikaa kimepotea, tena hasikii maongezi yote anayoongea. Hivyo akawa anafanya vitu vyake sasa hivi bila kufuatiliwa kwa kile kinasa sauti kilikuwa kimeshapotea. Kwa hiyo sasa mpaka afanye mpango wa kutafuta kinasa sauti kingine, hiyo ni siku nyingine pia.
Kwa hiyo akawa hana mawasiliano yoyote ambaye anayasikia kutoka kwa mke wake Jenifer. Na sikio Jenifer kaa ameongea sasa na kaka mmoja ambaye ni mwanaume alikuwa amempanga. Ameongea naye kwamba aje nyumbani na anataka kufanya naye tendo na anataka kufanya na mume wake akiwepo. Yule mwanaume alimwambia, wewe ni mpuzi nini? Unataka kufanya jambo gani? Unataka unichomeshe mimi nije kuuawa, si ndio? Akamwambia, hapana, naomba nisikilize mimi. Mimi ndio nakwambia mpango wangu lazima ufanye kazi. Wewe fanya kile ninachokuambia. Yule mwanaume alikataa katakata na alimbembeleza lakini hakukubali. Kesho yake pia alienda na kumfuata tena yule mwanaume akamwambia, naomba nisikilize. Unapokuja nyumbani sio kwamba tunafanyia nyumbani kwangu, hapana. Tutafanyia nyuma ya nyumba, lakini mume wangu na uhakika hatofahamu. Akamwambia, hivi wewe ni mpuuzi? Yaani mimi nije kufanya mapenzi nyuma ya nyumba yako, afu na mume wako akiwepo, unataka mimi niuawe? Mbona unaonekana kama unitaki mema? Au ndio umepanga na mume wako mnitoe kafara ni? Kwa sababu sikuamini kabisa. Akamwambia, hapana. Unajua nikwambie kitu, mimi mume wangu amekuwa akinifuatilia na kuniwinda sana. Sasa hivi nataka nimuoneshe kwamba mimi na uwezo kufanya chochote. Akamwambia, sana unataka kufanya chochote ndio ufanyie nyuma kwako ili mimi ajaniue? Akija kunigundua kama nakufuatilia alafu itakuwaje? Akamwambia, nisikilize nikwambie, hawezi fahamu chochote. Wewe niamini mimi. Nisikilize na uniamini. Yaani tutafanya kitu ambacho hatakuja kuamini na hatofahamu chochote. Basi jamaa alikubali, lakini kishingo upande akasema, nitajitahidi, nitajaribu kama naweza nikaja. Akamwambia, naomba 1:30 tu wewe umeshafika pale nyuma kwangu. Si unajua pale mahali nyumba yetu ilipo? Akamwambia ndio. Akamwambia, basi pale nyumba yetu ilipo kwa huku nyuma kuna bafu na choo. Basi uje pale afu unisubirie pale kwenye mida ya 1:30. Basi akamwambia sawa. Mwanaume ilipofika 1:30 kweli akawa ametimba. Kabla ya 1:00, yani 1:01 hivi akawa ameshaanza kuzengea mazingira yale na akawa ametimba lile eneo. Filimoni akiwa na mke wake akiwa wanaongea kwa mapenzi mazuri, wanafurahia. Mke wake siku hiyo akawa amekuja na mazagazaga ya kupika na nini. Akawa amekaa hapo amechemsha maji yake, anakanda zake ngano. Mwanaume akiwa amekaa hapo anapiga story sebuleni. Wakati mwanamke anaendelea kukanda ngano, mara akawa anajitingisha kwenye kiti, mara ageuke. Filimoni akawa akimuuliza, vipi, mbona kama yani haujatulia kwenye kiti unageuka, una shida gani? Akaambia hapana. Akamwambia, naona unahangaika kwenye kiti. Akamwambia hapana. Akaendelea mara kidogo tena akajitingisha kidogo. Akamwambia, mbona wewe sikuelewi unahangaika nini? Akamwambia, mume wangu nimeshindwa kuvumilia. Yaani mikojo imenibana muda mrefu. Nilikuwa najitahidi nijibane lakini nashindwa kuvumilia. Naomba njoo nivulie nguo. Sababu nilikuwa nataka nimalize kukanda ngano ndo nimalize ndo niende uani, lakini nimeona uvumilivu umenishinda. Naomba njoo nivulie nguo ya ndani niende nikakojoe. Basi bwana Filimoni aliamka na kwenda akamvulia nguo ya ndani mwanamke wake. Na mwanamke wake akatoka nje nyuma ya nyumba, akamkuta jamaa akagunga ulolo, wakavunja amri ya 6 pale, akamaliza chapu, akarudi akaendelea kukanda zake ngano, akamaliza, akapika chakula wakala. Baada ya kumaliza kupika chakula ndipo alipomwambia mume wake, akamwambia, mume wangu, nilikwambia siku moja utakuja utanivua nguo mwenyewe kwa mikono yako na nitaenda kuliwa na mwanaume. Sasa leo ndo umefanya hivyo. Akamwambia, unasemaje? Akamwambia, pale wakati nakanda nguo unaniunga ngano ndipo kwambia nivulie chupi. Ulinivulia chupi na nikaenda nyuma na nikazagamwana na mtu na nikarudi. Uwezi amini, ndivyo nilivyofanya. Na nilikwambia uwezi kunilinda hata siku moja, sasa umeamini. Basi kuanzia hapo Filimoni alishusha punzi na akawa amesema kwamba mwanamke hakika ni kiumbe kimoja hatari sana na siwezi kumlinda mwanamke tena katika maisha yangu. Yaani leo ndo mwanzo na mwisho, sitakaa nimlinde tena mwanamke, kwa sababu kama ameweza kuliwa na mwanaume na mimi nikiwepo hapa nyumbani kwangu ndani 1:30 ameenda kugongwa mzigo, huyo mwanamke unaweza kumlindaje? Mwanamke huwezi kumlinda, mwanamke atajilinda mwenyewe binafsi. Hakika katika maisha huwezi kumlinda mwanamke. Jitahidi, fanya utakavyoweza, lakini kaa tu na kumwamini na kumwacha mwanamke afanye na kazi na uhuru wake. Lakini utapokuwa unamfuatilia na kumwinda, hakika mwanamke anaweza kukufanyia kitu cha ajabu na usiamini. Anaweza kufanya mapenzi hapo ukiwepo na usijue. Basi Filimoni kuanzia hapo akawa haamini tena mwanamke yoyote yule, na akawa anaishi na mke wake kwa kumheshimu sana, kwa kumwambia kwamba naomba nisamehe kwa yote nilikuwa nayafanya. Hakika kweli nilikuwa nakulinda na niliwekea hadi kinasa sauti, nikawa nikisikia maongezi ulikuwa unaongea, lakini nimeamini kweli mwanamke sio kumuinda. Mwanamke ni kumwacha huru tu afanye mwenyewe anachokiweza.
Basi mzigo wetu kama umefikia hapo mwisho, ndo alienda kumweleza rafiki yake James, akamwambia bwana, kweli siwezi kumlinda tena mwanamke amefanya mapenzi na mwanaume na mimi nikiwepo hapo ndani, na pia nimemvulia nguo mwenyewe ya ndani na akaenda kufanya mapenzi na mwanaume, hakika mimi siwezi kumlinda tena mwanamke. James akamwambia, nilikwambia wanawake sio watu wa kuamini. Mwanamke anaweza kufanya kitu chochote na jambo lolote na hawezi kushindwa, lakini hukuniamini. Basi mzigo wetu ukao umefikia hapo mwisho, mpenzi msikilizaji. Naomba kama ni mara yako ya kwanza, ungefanya jambo la kiungana la kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu pindi bado vipya. Asante.